Rwanda imefunga zaidi ya makanisa 10,000 ya kiinjilisti kwa kile serikali inachokisema ni kushindwa kufuata sheria za mwaka 2018 kuhusu afya, usalama, uwazi wa kifedha na mafunzo ya wahubiri. Hatua hiyo imezua mjadala mkali ndani na nje ya Rwanda, na kwa Tanzania mjadala huo umegeuka kwa swali moja zito: je, hili linaweza kutokea hapa? Wakati baadhi ya Watanzania wakisifia uamuzi wa Rwanda kama nidhamu ya taifa, wengine wanaonya kuwa mamlaka kama hayo yakipewa serikali yanaweza kutumika kuzima sauti za maadili na ukosoaji wa haki. Lakini Rwanda walikuwa wanatatua nini hasa? Lakini je, mazingira ya kisiasa na kikatiba ya Tanzania yanaweza kuruhusu hatua kama hiyo kuchukuliwa? Ili kuelewa uamuzi wa Rwanda, lazima kwanza kuelewa aina ya dola ya Rwanda. Baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, Rwanda ilijijenga upya kwa falsafa moja kuu: dola yenye mamlaka makubwa kuliko taasisi zote. Mwaka wa 2018, Rwanda ilipitisha sheria mpya ya kudhibiti maeneo ya ibada. Sheria hiyo ilihusisha mambo manne makuu. Jambo la kwanza, afya na usalama. Makanisa yalitakiwa kuwa na majengo salama, mfumo wa dharura, usafi na uingizaji wa hewa. Makanisa mengi yalikutwa yakiwa kwenye nyumba za makazi, bila vyoo, bila vibali vya ujenzi. Jambo la pili, uwazi wa kifedha. Sheria ilitaka michango ipitie akaunti zilizosajiliwa, ripoti za fedha ziwasilishwe. Rwanda ilisema imani si biashara na sadaka si mradi wa mtu binafsi. Jambo la tatu, elimu ya wahubiri. Wahubiri walitakiwa kuwa na mafunzo ya theolojia, kutambuliwa na taasisi za dini. Hapa ndipo makanisa mengi ya miujiza yalikwama. Jambo la nne, maadili ya kitaifa. Kila kanisa lilipaswa kuonyesha jinsi linavyochangia umoja wa taifa, kuepuka hotuba zinazogawa jamii. Rais Paul Kagame mwenyewe amekuwa mkosoaji mkubwa wa makanisa ya miujiza. Katika hotuba kadhaa, Kagame ameweka wazi baadhi ya makanisa yanawanyonya maskini kwa kisingizio cha imani. Kwa Kagame, dini ni muhimu, lakini dini isiyodhibitiwa ni tishio kwa nidhamu ya taifa. Hapa Rwanda haioni mgawanyiko kati ya serikali, maadili, nidhamu. Vyote vinakusanywa chini ya dola. Lakini uamuzi huo wa Rwanda umechochea mjadala mkubwa miongoni mwa Watanzania. Maoni mtandaoni yamegawanyika. Kundi moja linasema hii ifike na Tanzania, makanisa mengi ni biashara. Kundi jingine linaonya Tanzania makanisa yanafungwa kwa kuisema serikali. Haya si maoni mepesi, ni tafsiri ya hofu ya matumizi mabaya ya sheria. Watanzania wengi hawapingi sheria, bali wanahofia anayezisimamia. Kisheria, Tanzania ina tofauti kubwa na Rwanda. Katiba ya Tanzania inalinda uhuru wa dini, inaruhusu uhuru wa kutoa maoni. Serikali ya Tanzania inaweza kudhibiti usajili, inaweza kudhibiti fedha, inaweza kudhibiti usalama wa majengo, lakini haiwezi kisheria kudhibiti maudhui ya mahubiri ya kimaadili, kauli za haki, uchaguzi au maadili ya uongozi. Hapa ndipo migogoro na TEC inaingia. Rais Samia Suluhu Hassan amenukuliwa akilalamika kuhusu TEC imetoa zaidi ya matamko 8 tangu aingie madarakani. Alisema hakuna kiongozi wa dini mwenye mamlaka ya kisheria kuzungumza namna hiyo. Kauli hii ilizua mjadala. Kisheria ni sahihi, lakini kimaadili ni kauli tata, kwa sababu viongozi wa dini hawazungumzi kama serikali, bali wanazungumza kama dhamira ya jamii. Nini basi tofauti kati ya Rwanda na Tanzania? Rwanda ina dola kali, ina historia ya majeraha ya kitaifa, lakini pia wananchi wengi wanakubali udhibiti. Tanzania ina historia ya uvumilivu wa dini, ina jamii mchanganyiko. Hatua kali zinaweza kuchochea mgawanyiko wa kidini. Kile kinachofanya kazi Kigali kinaweza kuleta moto Dar es Salaam. Uamuzi wa Rwanda si wa kidini peke yake, ni wa kisiasa, kihistoria na kimaadili. Kwa Tanzania swali si je itaweza kudhibiti makanisa.
Swali ni je, Tanzania itaweza kudhibiti kwa haki au kwa hofu? Kwa sababu serikali imara husikiliza sauti za dhamira, si kuzizima. Vita kati ya TEC na serikali ya Samia Suluhu Hassan bado inaendelea, huku Samia akidai kwamba hakuna viongozi wote wa dini wenye mamlaka ya kutoa matamko ya kisiasa. Kinachosubiriwa ni kuona iwapo Tanzania itaiga mfano huu wa Rwanda na Paul Kagame.